Hello my beautiful people, naitwa Navigator Chinduli. Leo niko zangu pate za Kawe hapa Tanganyika Packers Kawe. So nipo zangu huku kuja ku explore what is going on here in Kawe. So ungana nami mpaka mwisho, ikiwa leo ni Idi Mosi kwa baadhi ya watu, na nawatakia tu Idi njema watu wote ambao mnasherehekea leo sikukuu ya Idi. Tusisahau kualikana na kualika majirani zetu, lakini vile vile kutembeleana na mambo mengine. So leo niko zangu Kawe. Kawe ni miongoni mwa eneo muhimu na maarufu sana maeneo haya ya jiji la Dar es Salaam. Yani katika Kawe ambako vinapatikana vituo vingi sana vya redio ikiwemo EFM na zinginezo nyingi. So ungana nami mpaka mwisho uweze kuniambia. Lakini nahitaji kujua kutoka kwako. Asalamu alaykum. Nahitaji kujua kutoka kwako, unaijuaje wewe Kawe? Nipe historia kidogo ya Kawe, historia ya jina hili la Kawe lilitokana na nini? Kama ilivyokuwa Msasani tulipata historia yake, angalia video za chini. So na Kawe ilitokana na nini? Basi unaweza ukaniandikia hapo chini kwenye comment kama unajua chochote kuhusiana na mji huu wa Kawe. Mbele hapo unayoona hayo ni mradi mpya wa apartment. So kwa wale ambao mtakuwa ni mko financial stable, mnaweza mkaja ku rent hapa ama kununua kama mtakuwa mko financial stable. Lakini kitu kingine kinachoifanya Kawe iwe maarufu nowadays ni kutokana na uwepo wa kanisa kubwa sana, lile kanisa la Mwamposa. Ni katika maeneo haya ya Kawe ambapo kuna hilo kanisa la Mwamposa. So you can see kwa kule mbele mbali kule kuna kanisa. So ni maeneo maarufu, na maarufu wake unatokana na mambo mengi kama hayo. So hizi ni apartment, ni project mpya ya apartment ambazo zinapatikana hapa Kawe. So unaweza kaniandikia hapo kwenye comment. Unajua nini kuhusiana na Kawe? Kingine Kawe ni sehemu ambayo anatokea, kama sikosei, kama ni Sholomwamba, ndiyo mitaa yake hapa ya Kawe. So ni sehemu pia ambayo inamiliki artist. Lakini pia vile vile kuna beach kali sana huko Kawe. Tukipata muda tutaenda kutembea katika bichi hizo katika msimu huu wa sikukuu ya Idi. Cha msingi wewe usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Nipo zangu Kawe hapa. Niandikie hapo kwenye comment unawaza nini kuhusiana na Kawe, unaijuaje Kawe? Unaweza ukaona huu ni mradi mpya. So kama wewe unahitaji kuja kuishi katika hizi neighborhood, basi ni mradi ambao uko ukingoni sasa hivi. Unaweza ukaja ku rent ama kubuy if you are financially stable. Yani kama mfuko wako unakuruhusu, unaweza ukaja ukarenti ama ukabuy. Hiyo ndio Kawe. Na hizi ni miongoni mwa neighborhood ambazo zinajengwa hapa, zipo katika hatua ya mwisho. I think mpaka kufikia June watu watakuwa wanaanza kukaa hapa. This is Kawe for you. So utaniandikia hapo wewe unaijuaje Kawe, uliwahi kuishi huku ama ndo nyumbani kwenu huku, historia ya Kawe kwa ufupi, na ulipata kusikia labda pahala fulani kwamba Kawe, neno Kawe limetokana na nini. Maeneo mengi ya jiji la Dar es Salaam yana historia yake ya kusisimua. So kama ndio hivyo, basi hata Kawe nayo itakuwa ina historia yake ya kusisimua. So niandikie hapo kwenye comment kama unaijua historia ya Kawe, nami nitapita na comment yako bila wasiwasi. Na kama unaishi Kawe, niambie unaishi Kawe sehemu gani. Mimi ndio niko Kawe hapa leo. Huu ni msikiti mkubwa sana hapa Kawe, na hiki kituo kinaitwa Msikitini Muhajirina. So Muhajirina ni watu ambao
walihama Maka wakaelekea Madina, wale ndio wanaitwa Muhajirina, na watu wa Madina wanaitwa Ansar, yani watu ambao waliwapokea watu wa Maka. So hiyo ndio maana ya watu hawa. Muhajirina ni Ansar. Ansari ni watu ambao waliwapokea watu kutoka Maka, Madina kipindi cha Mtume pale. Alafu Muhajirina ni watu ambao walihama Maka na kuhamia Madina na kupokelewa na hao Ansar. So kama nilivyokuambia, mradi wa apartment ya his neighborhood kama unavyoweza kuona upo katika hatua za mwisho, so unaweza ukafika na ukaweza ku rent labda au kufanya au kununua labda kubai. So hiyo ndo Kawe. Hapa zamani kulikuwa panaitwa Tanganyika Packers, kulikuwa na kiwanda kikubwa sana cha usindikaji wa nyama. Baadaye kikafa, baada ya kukufa pakabaki viwanja tu ambavyo baadaye vilikuwa vinatumika katika shughuli mbalimbali, na sasa hivi naona wameamua kuleta mradi huu wa apartment. So this is how it is. Hiyo ndo Kawe for you. So utaniandikia nini kiboresho zaidi Kawe? Unaionaje Kawe mwaka huu wa 2025? Enjoy. Idi Mubarak kwa nyinyi nyote. Kama nilivyokuambia, maeneo ya Mikocheni na Kawe ni maeneo ambayo kwa sasa yanakaliwa na watu kutoka Asia wengi sana, Wachina ni wengi sana maeneo haya. So wana miradi yao mingi sana maeneo haya. Palm Village na zingine nyingi sana zinapatikana maeneo haya na zinamilikiwa na watu hao kutoka Asia. This is a Kawe for you. So let's continue to explore in details about Kawe. Lakini kwa upande wa pili wa barabara unaweza ukaona kule kuna maua botanic, watu wa botanic wapo. Kuna maua, so kama wewe ni mpenzi wa bustani unaweza ukafika na ukanunua ukaenda kupendezesha nyumba yako. Unaweza ukaona hapa kuna botanic. Unaweza ukaona maua botanic, so unaweza ukafika ukabai na ukapendezesha nyumba yako. This is Kawe for you 2025. Pia Kawe panafikika kutokea sehemu karibia zote za jiji la Dar es Salaam. Unaweza ukatoka Mbagala ukafika Kawe, ukatoka Buza ukafika Kawe, ukatoka maeneo mengi ukafika Kawe. So Kariakoo ukafika Kawe, wapi Posta ukafika Kawe. Kwa hiyo ni sehemu ambayo sio remote, ni sehemu ambayo inafikika. So unaweza ukafika Kawe ukaja kutembea na kuona mengi yanayoendelea katika maeneo haya ya Kawe. Lakini hata Goba pia kuna magari ya kufika Kawe. So hiyo ndio Kawe for you.
Kawe. Utaona hapa kuna michezo ya watoto ya vinauzwa hivi. Weka jiji safi ya Yep, so this is how we do it. Ukaona hapa ndio hii ni roundabout hapa. Huku ni Old Bagamoyo Road, hii barabara ya huku Mwai Kibaki. Yeah, so you can see hii ni roundabout. So ni tupitie huku Old Bagamoyo Road tuone itatupeleka mpaka wapi. Yeah. Unaweza ukaona hapo construction still undergo. Hii huku ndio Old Bagamoyo Road, barabara ya zamani ya kuelekea Bagamoyo. Yeah. Tuendelee huku tuone itatupeleka mpaka wapi. Yep. So you can see what is going on over there, over here. Yeah, this is Kawe for you 2025. Unaweza ukaona apartment zina hii ndio Old Bagamoyo Road. Alafu hii huko inaitwa barabara ya Jakaya Kikwete. Yeah, so ngoja tuvuke tuingie upande huo wa Jakaya Kikwete Road. So huku nilikoingia ni barabara ya Jakaya Kikwete. Yeah, bado tuko Mikocheni, so tuangalie itatupeleka mpaka hapa. Yeah, this is Kawe for you. Yeah, this is Mikocheni for you. Mtaa unaitwa Kikwete Street ama barabara ya Jakaya Kikwete. So tuendelee kufuata tuone itatupeleka wapi
mimi mwenyewe ni mgeni maeneo haya, so twende tukapotee pamoja. Yeah. Mtaa sijui utaenda kututoa wapi, sababu hata mimi mwenyewe ni mgeni, so twenzetu tukapotee pamoja. Yeah. This is Mikocheni for you 2025. Haya ndio yanaonekana Mikocheni mwaka 2000 Kawe mwaka 2025. Yeah. I have no idea about this street, labda maybe kwamba huku ndo alikuwa anaishi Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete daktari, sina uhakika, lakini mtaa unaitwa hivyo. So twende pamoja tukaone nini kinachoendelea huku. Yeah. Hiyo ndo Kawe 2025. Yeah. Niandikie wewe unaionaje Kawe 2025. Yeah. Na mimi nitapita na komenti yako bila khiana yoyote ile. Yep. Hii inaitwa Piccolo Hotel. Piccolo Hotel. So unaweza ukafika hapa ukaja kuspendi money. Yeah, Piccolo Hotel hapa. Unaweza ukafika ukaspendi money na ukaendelea na maisha yako. Usiogope kuspend money. Yeah, kama unayo unaweza ukafika ukaspendi Piccolo Hotel, ukala, ukaogelea. Yeah, mambo mengine. Yep. So tuendelee. Barabara ya Jakaya Kikwete huku inaendelea huku. So tuiache hii barabara ya Jakaya Kikwete iendelee, sisi tupite huku mtaa wa Ocean Wave. Yeah, Ocean Wave. Kama unavyoweza kuona, tupite huku Ocean Wave. Yeah. Mtaa wa Ocean Wave huku Kawe Beach. Fine Jamaican Cuisine na Kawe Beach. Twende mpaka Kawe Beach tuweze kuona nini hasa kinaendelea maeneo haya. Yeah. Na hii bwana, huku ni miongoni mwa richest neighborhood. Upande huu kwa Kawe Beach ni miongoni mwa richest neighborhood ambazo zinapatikana Dar es Salaam, kwa sababu ploti za huku hazishikiki. So unaweza ukaona hizi ni example of apartment, na hizi ni upcoming apartment over here. Yeah, unaweza ukaona nimetoka huku, pale kuna stop. Yeah, nimetoka huku. Hii ukinyoosha huku ni barabara ya Kikwete, na hii barabara ambayo nipo sasa hivi ni barabara ya Ocean Wave. So tuendelee ku explore in details what is going on here. Yeah, twenzetu. Sina idea kwamba huku ndiko alikuwa anaishi Mheshimiwa Jakaya Kikwete au namna gani. So kama unajua mambo hayo, unaweza ukaniandikia kwenye comment ili tuweze kupata idea. Lakini mtaa ule unaitwa, mtaa nilioingilia unaitwa mtaa wa Jakaya Kikwete. So I don't have an idea about what is going on here, nini kinaendelea. Lakini ninachojua tupo Kawe. Kawe Ocean View. Unaweza ukaona hizi apartment zinaitwa za Kawe Ocean View hizi hapa. Kawe Ocean View apartment. So you can see. Hii ni kata ya Mzimuni. Huu mtaa unaitwa mtaa wa Ocean View, ni kata ya Mzimuni, Kawe. Mama Africa beach hizo. So you can see. Cha msingi tusisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare ili tuzidi kuwa wengi zaidi. Hilo ndio jambo la msingi. Tusisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Unaweza ukaona mwenyewe jinsi gani ambavyo kuko cool huku maeneo haya hapa ya Kawe.
Niandikie kwenye comment hapo unaionaje Kawe mwaka huu 2025. Niko mitaa hii hapa ya Ocean View. Na huku ndiko nilikotoka. You can see, just imagine how it looks like. Yeah, this is Kawe for you. Yeah, hapa ndio Jamaican restaurant. Jamaica restaurant humo ndani. I think unaweza kupata flavors za Jamaican humo ndani. Yeah. So like, comment, share. Tuzidi kuwa wengi zaidi, na Idi Mubaraka kwa mara nyingine kwa wale ambao wanasherehekea Idi. Yeah, lakini wengine nawatakia Kwaresma njema, muendelee kufunga. Yeah. Na mfanye matendo mazuri kipindi hiki cha Kwaresma. Yep. This is Kawe for you. This is Kawe you don't see on TV. Yeah. Mimi lengo langu ni kukupeleka katika maeneo ambayo watu wengi hawawezi kufika. Yeah, na ndio maana leo niko maeneo haya hapa ya Ocean View. Yeah, lengo langu ni kukupeleka sehemu ambazo watu wengi hawafiki. Yeah. So, unaweza ukaona ni namna gani kuko cool, na hii inaonyesha kwamba classes na watu ambao wanaishi huku ni class la watu waliojipata, sio watu wa pangu pakavu iti ya mchuzi. Mwenyewe unaweza ukaona jinsi gani kulivyo. Yeah, sina haja ya kuongea sana. Yep. Cha msingi ndio hicho nilichokwambia. Tuendelee kusapotiana kwa kulike, kucomment na kushare ili video zizidi kufika mbali zaidi. Yeah. Tuendelee kulike, kucomment na kushare ili video zizidi kufika mbali zaidi. Huo ndio utakuwa unyama sana. Yeah, unaweza ukaona mitaa, unaweza ukaona ma apartment yayo. Yeah, kama wewe uko financially stable unaweza ukaja ukarent. Yeah. So this is Kawe for you 2025. Yeah, so this is Kawe for you. Unaweza ukaona hii ni mtaa wa Ocean View na hapa ni Mzimuni. Yeah, Mzimuni. So tuendelee ku explore in details what is going on here. Yeah. Unaweza ukaona hii ni barabara ya concrete kabisa. Yeah. So tuweze kuona itatufikisha mpaka beach ama tutafika mpaka wapi. So twende tu tupotee pamoja. Mimi mwenyewe hakuna ninachokijua maeneo haya, ni mgeni. So unaweza ukaona hii huku ukinyoosha inaenda kukutoa katika barabara ya Old Bagamoyo Road. Upande huku ukinyoosha Old Bagamoyo Road. Huku pale kuna fundi majiko ameweka tangazo lake. Huku Ocean View. Yeah, Ocean View I think ndio huku. Sijui kama kuna toka huku au inakuaje. Yeah, lakini hii ndio Kawe for you. Yeah, unaweza ukaona huku ndiko tulikotoka. Yeah. So this is Kawe for you. Na hii ndio Kawe ambayo hawezi kuiona kwenye TV. Huku ni hoteli huku. Hoteli ya Ocean View ambayo I think natakiwa kubuy something ili uweze kuingia. Yeah. It's not for free, it's not for beginners. Yeah, so this is Kawe for you. I hope umeenjoy. Na kama umeenjoy basi niandikie hapo kwenye comment, subscribe, like, comment and share. Lakini vile vile usisahau kuambia wenzako watembelee Navigator Chinduli, kwa sababu mimi ninachokifanya nawapeleka sehemu ambazo watu wengine hawafiki. Yeah. So leo nipo Kawe. Yeah, enjoy this view of Kawe. Huku ndiko ni miongoni mwa sehemu ambazo watu waliojipata wanajificha Kawe. Yeah.
Kama unajua historia yoyote kuhusu kahawa niandikie hapo chini, nami nitasoma ili wote tuweze kujua kwamba kahawa ilitokana na nini. Yeah. So yep, I hope umeenjoy video hii. Kama ndio hivyo basi show love kwa kulike, kucomment, kushare. Ili tuzidi kuwa wengi zaidi. Kama nilivyokuambia, leo nilipo zangu pande za Kawe hapa, ikiwa ni Idi. Yep, nawatakia Idi Mubarak watu wote duniani ambao mnanitazama hii, wadau ambao mko diaspora, wadau ambao mko Bongo, wadau ambao mko Kenya na maeneo mengine yote. Yeah, nawatakia Idi njema kabisa. So leo sina la ziada, nilikuwa zangu Kawe. Nilitaka nikuoneshe nini kinaendelea Kawe. Yeah, na nadhani utakuwa umejionea. Hii ni njia ya kuelekea ubalozi wa Jamaica, hapa nipo. So hadi wakati mwingine, tusichoke kusapotiana hapo ili tuzidi kuwa wengi zaidi. Yeah. Naitwa Navigator Chinduli. Enjoy the holiday. Eid Mubarak for you all from Tanzania. Yeah.